Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyenijalia uzima kuweza kuwepo tena siku ya leo ndani ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, niungane na wabunge wengine walioweza kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Maji pamoja na timu yake yote. Mheshimiwa Naibu Spika, ukizungumzia weledi, uadilifu, tunakupongeza Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wako na katibu mkuu, mnafanya kazi vizuri sana. Labda yawepo mambo mengine, lakini kwenye utendaji tunakupongeza. Changamoto zilizopo bado ni changamoto za kifedha, na sisi wabunge tuna wajibu wa kusimamia hapo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni vizuri bunge hili likaendelea kusimamia yale ambayo tumejiwekea. Tunaposema mfuko huu ni wa maji, iheshimike hivyo, fedha hizo ziende zikafanye kazi ziwasaidie Watanzania. Na mimi naamini Mheshimiwa Waziri, hata tukupambe namna gani, usipopewa fedha hakuna kitu utafanya, zitabaki sifa zako binafsi wakati wananchi wanapata shida ya maji. Jambo la kwanza, mradi wa kutoa maji ziwa Tanganyika kuusambaza katika mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Waziri, leo naitwa Mheshimiwa Aida kwa sababu wapo walioniheshimisha. Mimi leo ni mwakilishi wao, sio mtawala wao. Mwakilishi anasikiliza yale ambayo wale wanaomwakilisha wamemwagiza. Jambo la kwanza nimelizungumza miaka 5 pamoja na serikali kupeleka miradi mbalimbali wilaya ya Nkasi. Bado ndani ya mamlaka mji mdogo upatikanaji wa maji leo ulikuwa unazungumzia ilani hapa ni 49% peke yake. Nini tunaweza kufanya kumaliza changamoto hii? Ni kutoa maji ziwa Tanganyika. Na jambo hili linahitaji dhamira ya dhati tu kuweza kumaliza changamoto hii. Na mimi leo natamani kufahamu na wanankansi wajue, kwa sababu ndo bajeti yako ya mwisho kwenye bunge hili, jambo hili limefikia wapi, ili tuweze kujua linawezekana ama la. Najua huu ni mradi wa muda mrefu, lakini tuna miradi ya muda mfupi. Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto ambayo imejitokeza kwa nchi za Marekani, wadau wetu wa maendeleo, imeasili mpaka miradi ya maji kwenye nchi yetu. Mkoa wetu wa Rukwa na wilaya Nkasi, sisi tulibahatika kupata miradi hii 5 katika vijiji 11. Sasa miradi hiyo imesimama kulingana na maamuzi ambao wameyafanya wao. Na wewe unajua, mtegemea cha jirani, tegemea cha ndugu, ndio hivyo. Natamani utakapokuja hapa utuambie serikali ibebe mzigo huu. Tunahitaji kupata commitment ya serikali. Tumeenda kuahidi wananchi, wana matumaini makubwa. Hatuna jambo lolote la kuwaeleza zaidi ya nyinyi serikali kubeba jukumu hili baada ya Marekani kuweza kujitoa na miradi imesimama. Na miradi hiyo, kwa mfano upande wa vijiji hivyo 11, gharama yake ilikuwa ni dola milioni 2,768,180 kwa vijijini peke yake. Mamlaka ya mji mdogo, mradi wa ujenzi wa mtambo wa kutibu maji taka na Manyele ni bilioni 1,738,519,400. Tunatamani hilo ulijue. Lakini mradi wa pili ni wa uchimbaji wa vile visima vitatu ambao gharama yake ni milioni 200,117,675. Mradi huu matumaini ya Watanzania wa Nkasi ni makubwa sana. Kwa hiyo gharama ambayo tunahitaji kwenye mamlaka peke yake ni bilioni 2,367,316,286,000. Tunatamani kujua Mheshimiwa Waziri, baada ya watu hawa kusimama na miradi hii haiendelei, serikali inasema nini kuendeleza miradi hii? Mradi mwingine ni ujenzi wa bwawa la maji safi na Manyele. Gharama yake ni bilioni 5,670,000. Nikushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri, ulifika pale kwa niaba ya wizara. Na nikwambie Mheshimiwa Waziri, naibu wako anafanya vizuri, anapokwenda sehemu anakuwakilisha vizuri sana. Na alipofika kuna mambo yamefanyika. Lakini jambo hili mkandarasi anadai fedha. Kwa mambo hayaendi. Hata mkija mkisema maneno, fedha hakuna. Tunaomba Wizara ya Fedha, bunge linapopitisha bajeti, wao wanasikiliza, sisi ni wawakilishi wa wananchi. Tunapoenda kuahidi wananchi mambo yasipotekelezwa, hivi mnataka tumwambie nani? Mheshimiwa Naibu Spika, na miradi hii kama haitakwenda na hakutatokea tamko lolote la serikali, Mheshimiwa Waziri, pamoja na mema yako yote, leo nimeahidi kesho utakapokuwa unahitimisha, nitaondoka na shilingi yako kama kuna majibu ya kueleweka. Jambo lingine ni mradi wa upanuzi na ukarabati Mkangale. Mheshimiwa Naibu Waziri, tulienda na wewe kwenye eneo hili. Eneo hili lilikuwa linahitaji milioni 815. Imeshakamilika kwa 85%. Kilichobakia ni milioni 65. Hivi ili mnataka nipige kelele mpaka lini watu wao wasipate maji?
Milioni 65 tu tunazungumza siku zote. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, pamoja na changamoto za kifedha, miradi ambayo imeshafikia zaidi ya 80%, basi oneni namna ya kwenda kumalizia ili wananchi waweze kupata maji. Eneo jingine ni upanuzi kwenye mradi wa kata ya Majengo. Gharama yake ni milioni 600. Mpaka leo Mheshimiwa Waziri, yule mkandarasi hajapata hata 100. Alianza mwenyewe, ule mradi umefikia 45%, ameacha kwa sababu hamjampa hata 100. Tunaomba pamoja na dhamira ya dhati, basi yale maeneo ambayo mmeshaanzisha walipeni wa wakandarasi waweze kumaliza hii miradi. Hata kama tunasubiri mradi wa muda mrefu wa maji kutoka Ziwa Tanganyika, basi miradi ya muda mfupi imalizeni na wananchi wa Nkasi nao waanze kuiona. Mimi niliwaambia siku zote sina shida na ilani. Ilani haijasema nienda kuua watu pale. Ile isipotekelezeka ndipo aida ninaposimama kuisimamia serikali, ndio wajibu wangu. Jambo lingine Mheshimiwa Naibu Spika, ni programu ya visima 5 kwa kila jimbo. Niipongeze serikali sana kwa mradi huu. Ni mradi ambao umeleta matumaini makubwa. Lakini Mheshimiwa Waziri, kuna maeneo walienda wakupata maji kwenye visima hivyo, na saa hizi zile mashine zipo tu. Tunaomba zile mashine zitumike na wakarudia yale maeneo ambayo hayakupata maji ili wananchi waweze kupata maji. Na ushauri wangu, hii programu kama Mungu atakurudisha kukupa hiyo nafasi, programu hii iendelee, ina matokeo chanya na watu wote wanaona, wananchi wanashuhudia. Jambo la mwisho Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu mema mengi yamefanyika. Mheshimiwa Waziri, ulipokuja Nkasi Kilando kwenye mradi mzuri sana ule wa maji, kuna kitu ulikisema kuhusu alaimu wetu Boaz. Unakumbuka? Mimi nakukumbusha tu. Lakini sisi tunasema watu wa Nkasi, yale yote uliokuja ukayasema mwenyewe, 3 yametekelezeka, ambayo hayajatekelezeka ndo hayo. Ni waombe, na mema yote tunayowasifia, yale ambayo yako ndani ya uwezo wenu fanyeni, yale ambayo yako juu ya uwezo wenu. Kazi yetu bunge ni kuitaka serikali fedha tunayotenga iweze kuwapatia nyinyi mkatekeleze. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, nashukuru sana, niendelee kuwapongeza na naunga mkono hoja kwa mara ya kwanza. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Cecil Mwambi, jiandae Mheshimiwa Zodo, jiandae Mheshimiwa Chege. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane kwanza na Mheshimiwa Aida Kenan kwa kuunga mkono hoja hii kwa 100%. Na ninaunga mkono hoja kwa sababu ninazo sababu za msingi. Miaka 4 iliyopita tulipokuwa hapa ndani ya bunge, wakati huo tunamshauri Mheshimiwa Waziri hapa kuhusiana na miradi mbalimbali ya maji iliyopo kwenye maeneo yetu, kwa kweli toni ilikuwa tofauti kabisa na hali ilivyo sasa hivi.